Kila mara tunaomba katika sala ya Baba yetu, ufalme wako uje. Na ni lazima uishi katika ufalme. Na ufalme wa Mungu umefanana na punje ya haradali iliyo ndogo sana, lakini ikimea na kuota inakuwa mti mkubwa sana. Ufalme wa Mungu uje katika maisha yetu, na wewe uwe mwana wa ufalme. Ukiona mtu harogwi, ni kwa sababu anajihusisha na ufalme wa Mungu. Biashara yake imebeba ufalme wa Mungu. Kipawa chake kimebeba ufalme wa Mungu. Cheo na madaraka na kiti kimebeba ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu hauharibiwi hata na hila ya wanadamu. Ufalme wa Mungu ulipokuja juu ya Daudi, Sauli alijitahidi kumuua several times, lakini huwezi kudestroy ufalme wa Mungu. Sauli hakuweza. Na mimi nataka nikuambie, hata Sauli wako asafiri aende chini ya bahari kukuroga, ufalme wa Mungu uko pale pale. Oh my God, oh my God. Wakutengenezee fitina, wakae vikao, wagawane posho za kukumaliza kabisa. Yaani wakae vikao, waandikiane na posho, waondoke kwenye kikao wakijua tumemfanya, tumemmaliza. Wewe ni kijiti cha mhogo, utaendelea kusitawi na utaendelea kuota, kwa sababu ni ufalme wa Mungu, hauharibiwi na wanadamu. Ufalme wa Mungu hauharibiwi. Walijitahidi Wayahudi, wakamtafuta Yuda mmojawapo msaliti, lakini si hivyo peke yake. Wakafanya kikao cha mauti, wakamuua juu ya msalaba, wakaamuru na kaburi lilindwe. Ufalme wa Mungu hautalindwa. Yaani huwezi kuzuia ufalme wa Mungu. Siku ya alfajiri na mapema, siku ya kwanza ya juma, malaika alitoka mbinguni. Walinzi waliowekwa kulinda kaburi wenyewe walianguka, wakazimia, wakatetemeka mbele ya malaika, na yule malaika kaliondoa jiwe. Ufalme wako uje. Ufalme wa Mungu hautaharibiwa na hila, hautaharibiwa na vikao, hautaharibiwa na maamuzi, hautaharibiwa na akili za wanadamu, hautaharibiwa na hila. Nachokuomba asubuhi ya leo, amua kuwa mwana wa ufalme. Na shida watu walionayo wengi, hawaishi kwenye ufalme wa Mungu. Wana hiyo I, me and myself. Ni wewe peke yako. Ufalme wa Mungu. Mwanamke mjane wa Sarepta alikuwa amebakiza pishi ya mafuta na pishi ya unga wa ngano kwenye pipa, aende akale akafe. Elia alipofika akamwambia mama, nitengenezee mkate. Akamwambia sina kitu chochote isipokuwa tupishi ndogo, robo, nina unga robo, naenda kula mimi na mwanangu tukafe. Lakini Elia akamwambia, ukila wewe na mwanao utakufa, lakini ukitoa kwa ajili ya ufalme, uwe na hakika ufalme wa Mungu utakuja kwenye hiyo chupa. Chupa yako haitatindikiwa na mafuta, wala lile pipa la unga halitapungua mpaka Mungu atakapoinyeshea nchi hii mvua. Oh my God, oh my God. Yule mama alikuwa na maisha yake, I, me and myself. Mimi na mtoto wangu tule tukafe, najiokotea kuni mbili tukale tukafe. Lakini alipoamua kuunganisha maisha yake na ufalme, akaenda akatengeneza chapati, tengeneza mikate, akamletea Elia. Na wao hawana kitu, lakini walipojiconnect na ufalme, Biblia inasema walikula miaka kadhaa, pipa halikupungua unga, chupa ya mafuta haikuisha. Elia akakaa mle ndani, mauti ikatokea, sijui ni COVID ya namba ngapi hiyo, ikamuua yule mtoto wa mjane wa Sarepta. Elia akaenda kwenye rumu ambako maiti amelazwa. Elia akamwambia Mungu, kwa ajili ya ufalme wako, je, umemtenda mabaya mtoto wa mwanamke huyu ambaye ninakaa kwake? Ninakuomba Bwana, roho yake imrudie. Mtoto akafufuka. Ufalme. Oh my God, oh my God. Sasa kuna watu hapa ambao unazunguka na sadaka mpaka inataka kutoboa pochi, wala hujaitumia. Ni namna ambavyo usubutu kuitoa hiyo sadaka. Nataka nikuulize, umejiconnect na ufalme? Umejiconnect na ufalme kiasi gani? Unasikiaga tu tukitangaza, jamani tuna watoto yatima wanahitaji ada.
Umejiconnect na ufalme. Una hela, hata asubuhi leo una hela nyingi tu, lakini umewahi kujiconnect na ufalme. Wewe ni mwana wa ufalme. Biashara yako ina hisa kwenye ufalme. Taaluma yako ina hisa kwenye ufalme wa Mungu. Jina lako lina hisa kwenye ufalme wa Mungu. Nafasi yako, cheo na madaraka ina nafasi na ina hisa, imewekeza kwenye ufalme wa Mungu. Mimi nataka nikwambie, kama Wakristo wangehamua kuweka maisha yao kwenye ufalme, nakwambia hata mission na kazi za kimisionari zingefanyika sana vizuri tu. Vizuri. Yaani hivi ninavyoongea hapa, kuna mchungaji, kuna padri anatembea kwa miguu huko kijijini, lakini kuna watu hapo nyumbani kwao wana magari wasioyatumia, wenyewe wanaita ni rejected, yani ya magari ya zamani, old vision au ni old fashion, wamepaki kwenye magereji na hivyo yako hapo nje. Lakini wapo watumishi wa Mungu wanaohitaji kwenda, wapo watumishi wa Mungu wanaohitaji kwenda kwenye Injili, wapo watumishi wa Mungu na wanaoweza kufanya kazi ya ufalme. Sasa wewe kazi yako kanisani, ukifika siku ya Jumapili, padri anapoongoza misa, mchungaji anapoongoza ibada, ikifika sala Baba yetu uliye mbinguni, ni kuita tu ufalme wako uje, ufalme wako uje. Uje wewe mchoyo namna hiyo, unajilia wapi ufalme? Wewe mchoyo kabisa, haupo kwa ajili ya ufalme. Maisha yako, hamua leo kuishi maisha ya ufalme wa Mungu. Na once unapoamua kuishi maisha ya ufalme, ujue kampuni yako inatetewa na ufalme. Manake ni ufalme wa Mungu, hauharibiwi. Nobody will destroy it. Hakuna mtu and nothing, na hakuna kitu kinachoweza kuharibu ufalme wa Mungu katika maisha ya mtu. Watakaa vikao, ndio pale Biblia inasema watainuka, watapigana na wewe, lakini hawatakushinda. Na ndipo Mungu alipomwambia Joshua kwa habari ya ufalme, hakuna mtu atakayesimama mbele zako siku zote za maisha ya kwako. Kama nilivyokuwa na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja nawe. Oh my God, oh my God. Na mimi ninakutangazia kwenye madhabahu hii asubuhi ya leo kwa neno la Bwana, yule Mungu aliyekuwa pamoja na Yoshua na aliyekuwa pamoja na Musa katika ufalme, na awe pamoja nawe. Hakuna mtu atakayesimama mbele zako siku zote za maisha yako. Akija na hila hataweza, akija na fitina hataweza, akija na uchawi hataweza, akija na chuki hataweza, akija na kukugandamiza hataweza, akija kwa kukuonea hataweza. Maana Mungu wako yuko pamoja na wewe kila uendako kwa sababu ya ufalme. Mabibi na mabwana, asubuhi ya leo ninakuomba kwa neno la Bwana, hamua kuwa mwana wa ufalme ili utetewe na mbingu. Na mimi nataka nikuambie, ukituona tunaingia, ukituona tunatoka, ukituona tupo mpaka saizi, ni kwa sababu ufalme wa Mungu unatutetea. Kama si ufalme wa Mungu, kama si ufalme wa Mungu, hatupo. Maana watesi wetu si tu kwamba Biblia inasema watesi wetu si kwamba walitamani tufe. Biblia inasema watesi wetu wametuzingira na wanatamani kuila nyama yetu ikiwa mbichi. Kuchemsha yani, unajua kuna mtesi ambaye Daudi anasema watesi wetu wanatamani kuila nyama yetu ikiwa mbichi. Manake wanachelewa kuichemsha mpaka wapulize jiko, wakoleze mpaka wawashe gesi, wanachelewa, walivyo na usongo wa kukumaliza. Lakini ufalme unakutetea. Oh my God, wako wapi wana wa ufalme hapa? Wangempigia Jehova. Ninakuombea kwa Bwana, hakikisha unaishi maisha ya ufalme, maisha ya ufalme wa Mungu, maisha ya ufalme wa Mungu. Wekeza kwenye ufalme, sapoti kazi ya Mungu kwenye ufalme. Hakikisha upo kwa ajili ya ufalme wa Mungu, na utaziona nguvu za Mungu katika maisha ya kwako. Hata kama saizi weka nadhiri, weka nadhiri tu. Mwambie Mungu, ukinibariki kwenye hii biashara, ukinisaidia hii kwenye kampuni yangu, ukanisaidia kama Yakobo alisema nini? Nitakujengea nyumba, nitakujengea nyumba. Alijiwekeza kwenye ufalme. Alipoenda akakutana na mtu ambaye ni dhulumati, mjomba wake Laban
akamdhulumu several times, lakini Yakobo aliondoka na utajiri kwa sababu ya ufalme. Akakumbuka pale alipokuwa amepaka jiwe mafuta, akajenga hapo hekalu, akamwambia Mungu, jiwe hili litakuwa nyumba yako. Ukinipa chakula nikala, ukanipa mavazi nikavaa, ukanibariki katika njia yangu, ukanirudisha nyumbani kwangu salama, nitakutolea sadaka ya fungu la 10. Lakini kila utakalonipa sadaka ya fungu la 10 nitatoa, lakini na jiwe hili nililomimina mafuta litakuwa nyumba yako. Sasa Mungu atakubariki kwa sababu ya vitu ambavyo unatakiwa kufanya. Mungu atakuacha pia uishi kwa sababu ya ufalme. Mungu atakuacha ufanikiwe na kubarikiwa kwa sababu ya assignment. Every favor for an assignment. Every favor. Huwezi kuwa na favor bila an assignment, bila kuwa na assignment yoyote. Kila kibali, kila upendeleo kina jukumu lake. Na mimi nakutakia baraka za Bwana. Every favor for an assignment. Kila favor unayopata ina assignment yake. Na mimi ninakubariki asubuhi ya leo, yule Mungu aliyembariki Yakobo na awe Mungu wako, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wana wa ufalme wangempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya.